Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Marekani, Israeli pamoja na Iran, vita ambavyo mpaka hivi sasa vinaendelea kwa kasi kweli kweli, na mataifa yote yamepata hasara, lakini pia sio mataifa yote tu, tunazungumzia kidunia kiujumla, kwa sababu ya umuhimu wa Iran ambao wameweza kuonyesha katika vita hivi. Na hadi hivi sasa mashambulizi ya jeshi la anga la Israeli pekee nje kidogo ya Beirut na kusini mwa Lebanon yamewaua raia 39 na kujeruhi 136 katika saa 24 zilizopita. Hii ni taarifa ambayo imetolewa na Wizara ya Afya. Na wanasema tangu mvutano ulipoongezeka Machi 2, jumla ya raia waliouawa imezidi 1461 huku 4430 wakiweza kujeruhiwa. Lakini pia kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, kitengo cha juu cha vikosi vya jeshi la Iran, kimefanya mfululizo mwingine wa mashambulizi dhidi ya malengo ya kijeshi ya Israeli na Marekani kwenye eneo hilo, shirika la habari la IRIB limesema. Na kulingana na taarifa zake, mashambulizi hayo yalilenga mkusanyiko wa wanajeshi wa Marekani katika Falme za Kiarabu, chombo cha Israeli katika bandari ya Jebel Al kwenye Falme za Kiarabu na kambi ya kijeshi ya Marekani huko Kuwait. Vilevile hayo yakiendelea, ni kwamba hali katika eneo la Ghuba ya Uajemi inaendelea kutathminiwa kuwa mbaya kwenye kipindi cha zaidi ya mwezi mmoja. Mashambulizi 27 dhidi ya meli na miundombinu ya bandari yamerekodiwa huko. Kituo cha operesheni za biashara za baharini cha Uingereza UKMTO kinasema, kumbuka, kupitia lango bahari la Hormuz mambo yamekuwa ni magumu sana kwa meli ambazo si washirika wa Iran kuweza kupita pale, wakitumia nguvu wamekuwa wakipata hasara. Vilevile utawala wa kupitisha meli kupitia mlango bahari wa Hormuz hautakuwa sawa kamwe, hasa kwa Marekani na Israeli. Hii ilisemwa na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Mlango bahari wa Hormuz hautarudi kamwe katika jimbo lake la zamani. Sasa si kwa Marekani na Israeli, jeshi la wanamaji la IRGC lilisema. Lilibainisha kuwa linakamilisha maandalizi ya kiutendaji kwa ajili ya mpango uliotangazwa wa maafisa wa Iran kwa ajili ya utaratibu mpya katika Ghuba ya Uajemi. Utaratibu huo utakuwaje? Ni nchi gani ambazo zitaruhusiwa? Haya ni maswali ambayo bado yameendelea kubaki vichwani mwa wengi. Vilevile operesheni ya kijeshi nchini Iran imegharimu Marekani zaidi ya dola bilioni 42.1 ni katika siku 37 za mapigano, kulingana na chombo cha habari cha War Coast. Ufuatiliaji wa lango hilo kwa wakati halisi unatokana na mkutano wa Pentagon kwa bunge la Marekani mnamo Machi 10 ambao ulisema kwamba Washington ilitumia dola bilioni 11.3 katika siku 6 za kwanza za uhasama katika Mashariki ya Kati, na inapanga kutumia dola bilioni 1 za ziada kila siku inayofuata ya mzozo huo. Vilevile Rais wa Marekani Donald Trump hajakataa kutuma wanajeshi wa Marekani nchini Iran, The Hill inaripoti. Kulingana na gazeti hilo, alipoulizwa katika mahojiano mafupi ya simu kama angekataza kutuma wanajeshi wa ardhini nchini Iran, Trump alijibu hapana. Watu werevu wangefanya makubaliano, Trump alisema, akizungumzia uwezekano wa kufikia makubaliano na Iran. Kulingana na The Hill, Rais wa Marekani pia alisema kwamba ikiwa makubaliano hayatafikiwa, Marekani itakuwa tayari kufikiria kushambulia miundombinu yoyote nchini Iran. Katika mahojiano na Axios siku ya Jumapili, Trump alisema kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kuhitimisha makubaliano na Iran ifikapo Aprili 7. Hapo awali kwenye mtandao wa kijamii wa Trust Social alitishia kushambulia miundombinu ya nishati na raia ikiwa Iran haitafungua mlango bahari wa Hormuz ifikapo Aprili 6. Marekani na Israeli zilianzisha operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran mnamo Februari 28. Miji mikubwa ya Iran ikiwemo Teheran ilishambuliwa. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran kiliweza kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Israeli na vituo vya kijeshi vya Marekani huko Bahrain, Jordan, Iraq, Qatar, Kuwait, Falme za Kiarabu na Saudi Arabia. Vilevile Marekani na Israeli wameidhinisha mpango wa kufanya mashambulizi makubwa katika vituo muhimu vya nishati vya Iran. Tovuti ya habari Axios inasema vyanzo viwili vilisema mpango wa uendeshaji wa kampeni kubwa ya mabomu kati ya Marekani na Israeli dhidi ya vituo vya nishati vya Iran huko tayari kuanza, lakini walisisitiza kuongezwa kwa muda wa mwisho wa Rais wa Marekani Donald Trump kulilenga kutoa nafasi ya mwisho ya kufikia makubaliano. Trump alisema kwenye mahojiano na Axios Jumapili kwamba Marekani ilikuwa katika mazungumzo ya kina na Iran na kwamba makubaliano yanaweza kufikiwa kabla ya muda wake wa mwisho kuisha Aprili 7. Mapema Trump alitishia kulenga miundombinu ya nishati na raia nchini Iran, isipokuwa Teheran itafungua tena mlango bahari wa Hormuz ifikapo Aprili 6. Hata hivyo, baadaye Trump aliongeza muda wake wa mwisho hadi majira
ya saa 8 kamili usiku Aprili 7. Nchi wanachama wa shirika la ushirikiano la Shanghai zimeonyesha wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa hali inayoizunguka Iran, huku shirika hilo likitoa taarifa inayolingana mara moja ikitetea suluhu ya kisiasa na kidiplomasia. Katibu mkuu wa shirika hilo Nurlan Yemekabiev anasema nchi wanachama wa SCO zimeonyesha wasiwasi kuhusu maendeleo yanayozunguka Iran. Iran ni nchi mwanachama wa shirika la ushirikiano la Shanghai. Hali inayozunguka Iran imeendelea kuwa ya wasiwasi tangu mwaka jana na iliongezeka mnamo Februari 28, huku kitendo cha uchokozi dhidi ya moja ya nchi wanachama wa shirika letu kikianza kimsingi, alisema. SCO ilipitisha na kutoa taarifa ya kisiasa inayoonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu matukio yanayoendelea, Yemekabiev alibainisha. Taarifa hiyo inatoa wito wa matumizi na ya hatua za kisiasa na kidiplomasia kutatua mgogoro huu na hali hii. Kwa ujumla, SCO imekuwa ikitetea utatuzi wa migogoro yoyote kupitia njia za amani na za kisiasa na kidiplomasia, lakini si kwa kutumia silaha. Hayo yakiendelea, kwenye uwanja wa kivita ni kwamba shirika la nishati ya atomiki la Iran linaamini kwamba mashambulizi dhidi ya vituo vya maji mazito yanatishia sayansi na maendeleo ya kibinadamu. Shambulio ya hivi karibuni kati ya Marekani na Israeli kwenye kituo cha maji mazito ni uhalifu dhidi ya sayansi, afya ya binadamu na maendeleo, shirika hilo lilisema kwenye taarifa. Lakini vikosi vya Marekani vimefanikiwa kumwokoa mwanajeshi wake wa ndege ya kivita F-15E iliyoanguka juu ya Iran kwa kiasi kikubwa kupitia msaada wa kampeni ya udanganyifu iliyofanywa na shirika la ujasusi la Marekani CIA. NBC News inasema kulingana na chombo cha habari, CIA ilitoa uvujaji wa habari wa uongo kabla ya mhudumu wa ndege kupatikana na kuhamishwa, ikidai kwamba mfanyakazi huyo alikuwa tayari ameokolewa. Kampeni hiyo ililenga kupotosha timu za utafutaji za Iran wakati juhudi za uokoaji za Marekani zikiendelea. Ndege ya kivita ya viti viwili ya F-15E ilipigwa risasi juu ya Iran siku ya Ijumaa. Kulingana na Axios, wafanyakazi hao wawili, rubani na afisa wa mifumo ya silaha, waliwasiliana kupitia mifumo yao ya mawasiliano baada ya kutoka nje. Vyanzo vya tovuti ya habari vilisema kwamba rubani aliokolewa saa kadhaa baada ya ndege hiyo kuanguka. Iran pia iliangusha moja helikopta za Black Hawk zilizoshiriki kwenye operation ya utafutaji na uokoaji. Vyanzo vya tovuti ya habari vilisema kwamba rubani aliokolewa saa kadhaa baada ya ndege hiyo kuanguka. Iran pia iliangusha moja helikopta Black Hawk zilizoshiriki katika operation ya utafutaji na uokoaji wa Marekani. Wafanyakazi wake walipata majeraha, lakini walifanikiwa kuirusha salama. Ilichukua zaidi ya saa 24 kumpata rubani huyo wa pili wa ndege ya F-15E na operation ya kumwokoa ilianza Jumamosi. Ndege za kivita za Marekani ziliendelea kulenga vikosi vya Iran vilivyokuwa vikielekea eneo hilo ili kuwazuia kumpata rubani huyo kabla ya vikosi vya Marekani kuweza kumchukua. Vile zaidi ya vyuo vikuu 80, vituo vya utafiti na maktaba kote Iran vimekumbwa na mashambulizi ya Marekani na Israeli tangu mzozo huo uanze mwezi Februari. Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu nchini Tajikistan, Alireza Hakikian, anasema mashambulizi dhidi ya vyuo vikuu na vituo vya utafiti yanafichua zaidi ya kitu kingine chochote tabia uadui wa Iran. Tangu uadui uanze na hadi sasa, wavamizi wa Marekani na wazayuni Israeli wamefanya mashambulizi dhidi ya vyuo vikuu zaidi ya 30, vituo kadhaa vya utafiti pamoja na maktaba 55 kote Iran. Alifichua kwenye hotuba ya ufunguzi katika tamasha la 3 la kimataifa la vyuo vikuu vya kigeni huko Dunshabe. Vile mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya vituo vya nishati nchini Iran yatasababisha madhara makubwa kwa uchumi wa dunia kwa ujumla, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi anasema katika mazungumzo ya simu na mwenzake wa Ufaransa Jean-Noel Barrot. Madhara kutokana na hali hii yataenea zaidi ya Iran na eneo hilo. Mashambulizi kama hayo yatasababisha athari mbaya kwa nishati na uchumi wa dunia, na wavamizi ndio watakaohusika pekee na hili, MFA ya Iran ilimnukuu akisema kwenye chaneli yake ya Telegram. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vile Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kutoa vitisho vya kushambulia vikali miundombinu muhimu ya Iran ikiwa serikali ya nchi hiyo haitaufungua tena mlango bahari wa Hormuz ifikapo tarehe yake ya mwisho aliyoitoa. Kumbuka vita hivyo vilivyoanzishwa na Marekani na Israeli dhidi ya Iran mnamo Februari 28 vimeua maelfu ya watu kwa pande zote tatu. Shukran kwa baba ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.